Bwana, hii video imenishangaza kweli kweli. Unayemwona huyu jamaa hapo ni jamaa aliyekamatwa kwa utapeli, ambapo alikuwa anataka kuwatapeli wakurugenzi kwa kujidai yeye ni waziri Mchengerwa na anahitaji michango yao ili akagharamie harusi ya binti yake. Bwana, alimtumia ujumbe mkuu wa mkoa. Baada ya kumtumia ujumbe huo, mkuu wa mkoa akaamua amuulize waziri Mchengerwa, je, hili jambo ni la kweli? Lakini waziri Mchengerwa akamwambia hili jambo sio la kweli na naomba huyo mtu atafutwe na kamatwe. Baada ya hapo ikaanza operesheni ya kumtafuta mwamba na akapatikana. Lakini kitu ambacho kimewashangaza na wengi wakisema huyu jamaa ni mwamba ni pale alipojiita yeye ni waziri na jinsi gani aliwajambisha wakurugenzi, na huyu ni mkuu wa mkoa mpaka amua kumuuliza mwenyewe waziri Mchengerwa. Manake namna alivyotuma huo ujumbe alikuwa smart kweli, na ilibakia kidogo awapige pesa hawa wakurugenzi, kitu ambacho mwamba ukiangalia wanavyomwadisia alikuwa smart kweli. Anatoka nyumbani na kwenda kwenye chumba maalum kwenye gesti, ndiko anaanza kufanyia shughuli zake za kuanza kuwapanga watu wamtumie sasampa hizo za harusi ya binti yake, na wakati huo ana harusi yeyote. Tukamsikilize mkuu wa mkoa akizungumza hapa. Amezungumza mazito kweli. Alikuwa amepiga WhatsApp. Sasa alipokuwa amepiga WhatsApp, huyu mtu nikaangalia profile aliyokuwa ameweka ile ya uapisho ambao Mchengerwa alikuwa anaapishwa. Mheshimiwa Waziri Mchengerwa alikuwa anaapishwa. Ndio alikuwa ameweka profile yake. Mimi nikampigia, nikajua labda ni waziri ananipigia. Nikampigia, hakupokea. Nikapiga tena akapokea. Akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Akasema Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona mtandao haupo sawa. Akakata. Alipokuwa amekata akanitumia message. Anasema hivi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia rasi, naona kama rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo. Naona kama rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka wakabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Wasisitize bwana, angalau naona tena akatumia neno wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa hiyo niwaambie wakurugenzi wamchangie Mheshimiwa Waziri Mchengerwa tapeli. Ile message akasema kweli Mheshimiwa Waziri. Nikampigia tena, nilipompigia hakupokea. Kwa sababu ninayo namba ya Mheshimiwa Waziri, nikamforwardia ile message. Nikamwambia Mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot. Akasema Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo. Mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Kwanza binti wa kuolewa mimi sina. Na kuelekeza tafuta huyo mtu mpaka umkamate. Mheshimiwa Waziri akaniambia hivyo. Nikamwambia Mheshimiwa Waziri, nimepokea na nakuahidi nitampata. Ikapita miezi, yeye hajui tunamfuatilia. Tukaweka uchunguzi wa kina na nawashukuru sana vyombo vyangu. Tengeneza kamati ya kufanya uchunguzi wa kina, nikawapa hizo namba, wakaniambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu? Tumeishajua maeneo alipo. Wakati wanaendelea na uchunguzi wao namfuatilia, naye unajua ana line hizi mnazoona karibia 10. Na anacho kitambulisho hichi, anachotapelia watu kwamba yeye ni RCO, ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa. Lakini makachero wetu na mimi leo nitawapa za mpo wangapi? Nitawapa milioni 10 leo. Tukimaliza hapo. Alidanganya. Lakini kupitia line zake akapatikana mpaka sura. Kwa hiyo wakawa wanamtafuta mpaka mtaani kwa sura. Wakajua mpaka nyumbani kwake. Wameenda kama mara 2. Wakifika tu wanamkuta amebaki mke wake peke yake. Kuna guest moja inaitwa Greenview. Huyu bwana ikifika kila siku saa 8 usiku anaamka nyumbani kwake anaenda guest Greenview Road. Pale ndio mitambo yake, kile chumba amekikodi, hakuna mtu mwingine anaingia mle. Mke wake hajawahi kujua kwamba huyu baba, kwa sababu mke wake inawezekana naye anajua ni RCO, kwa hiyo anaingiaga usiku kazini. Kwa hiyo nikasema bwana, leo nitakutangaza dunia nzima ikujue, mke wako ajue ni tapeli wala sio RCO, ndugu zako wote wajue tapeli tu wa kutupwa, na kesho tutakufikisha mahakamani.